Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo, tutaangazia matokeo ya utafiti wa matumizi ya mbolea za majani kwenye mikorosho. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Nalendele, mkoani Mtwara. Utafiti huu umefanywa na TARI kituo cha Nalendele katika mashamba ya korosho mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma. Abdalla Makale ni mtafiti wa zao la korosho kutoka TARI kituo cha Nalendele. Hapa anaelezea utafiti huu. Pale kituoni tumekuwa tukiendelea na utafiti wa matumizi ya mbolea kwenye mikorosho kwa miaka zaidi ya 5 sasa. Kwa kipindi chote ambacho tulikuwa tukiendelea na huu utafiti, tukaona zile mbolea zinafanya vizuri. Hapo awali tulikuwa na mbolea nyingi sana, na mbolea hizi tulizipata madukani zinauzwa. Sasa tukaona endelea na utafiti kwa zile mbolea ambazo tulikuwa nazo. Katika hizo mbolea 3 tuliona zinafanya vizuri kwenye mashamba yetu ya utafiti. Baada ya kujiridhisha na kuona kule mashambani, tukaona sasa tuje kwa wakulima. Na utafiti ule tumeufanya kanda hii ya kusini, kwa maana ya mkoa wa Lindi na Mtwara. Tulichagua wilaya chache. Ilikuwa ni wilaya ya Tandahimba, wilaya ya Newala, wilaya ya Mtwara vijijini, wilaya ya Tunduru, wilaya ya Nachingwea kwa Lindi, wilaya ya Masasi. Baada ya kupita kufanya utafiti wetu, tumebaini yafuatayo. Kwanza, hizi mbolea zimeongeza uharaka wa mikorosho kuanza kuchipua, zimeongeza uharaka wa mikorosho kuweka maua, zinaongeza uharaka wa mikorosho kuweka tegu changa. Lakini pia tafiti za awali zilikuwa zinaonesha kawaida hizi mbegu zetu hizi za kisasa zinakuwa zinatoa tegu chache sana, wakati mwingine si rahisi kufika tegu 20 kwa suke moja. Lakini baada ya sasa ya kutumia hizi mbolea kwenye mashamba yetu yote ya majaribio, hata tulivyoenda kwa wakulima, mfano hata hapa tulipofika kwenye hichi kijiji cha Naipingo, tunacho hichi kikundi ambacho tunafanya nacho huu utafiti kama watafiti wenza, yani wana kikundi ambao ni wakulima pia. Tumeona haya, na hili ni shamba miongoni katika mashamba ya wakulima. Katika shamba hili mmoja hapo mfano ni huu mkorosho, ambapo huu ni miongoni katika miti ambayo imepulizwa mbolea. Unaweza kaona tegu zilivyokuwa nyingi kwenye suke moja. Hizi tegu hapa ziko zaidi ya 50. Sasa kwa kawaida kilo moja ya mbegu hizi zilizokuwa improved, yani hizi mbegu bora, zinakuwa zina mbegu 150, saa zingine mbegu hata 100. Sasa kwa namna hii, hizi zina mbegu, ngoja tuhesabu hapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ni nyingi jamani, naweza hata nikachukua muda mwingi zaidi, lakini zipo zaidi ya 50. Sasa zaidi ya 50 tafsiri yake kumbe suke moja linaweza likatupa hata nusu kilo au karibia nusu kilo. Na tukitazama miti mingine ambayo hatujapuliza mbolea, utaona masuka hayawi hivi. Kwanza yanachelewa kama tulivyoeleza hapo awali, na masuka yanakuwa na mbegu chache sana. Kwa hii inatafsiri kwamba hizi mbegu zetu zinaleta tija kwa wakulima. Tunaendelea na utafiti, na nia yetu mazingira yakituruhusu, basi mwaka huu au mwakani utafiti huu tuhitimishe, ili wakulima hizi mbolea waanze kuzitumia, na sasa bila shaka tuanze kuiona tija kwenye zao la korosho. Kama ambavyo ameeleza mtafiti, utafiti huu umehusisha matumizi ya mbolea za aina 3. Sasa tuangalie matokeo kwenye mikorosho iliyopuliziwa mbolea hizi na isiyopuliziwa. Tukianza na mbolea aina ya kwanza. Ndugu, kama tulivyoeleza, tupo katika shamba hili. Kwenye hili shamba tumekata kwa kujadiliana na wakulima, tuna mbolea 3 ambazo tumezipuliza hapa. Tunayo mistari miwili. Huu ni mstari mmoja wapo katika mbolea ya kwanza. Unaweza kaona masuke yalivyokuwa mengi. Mbolea hii upekee moja wapo katika mbolea tuliyouona ni pamoja na masuke kuweka mengi. Yaani tegu zinakuwa nyingi sana kwenye suke moja.
Huu ndio upekee pia miongoni katika upekee ambao tumeuona kwenye hii mbolea. Unaweza kaona kama inavyoonekana hapa, lakini hata yale maua, unakuta maua yanakuwa na afya nzuri. Unaweza kaona kama hivi. Unaweza kaona hata kama ilivyo hapa, maua yake yanakuja kwa afya nzuri sana. Ukilinganisha na kule ambako hatujapuliza mbolea. Huu ni mojawapo katika upekee tuliouona kwenye hizi mbolea. Aina nyingine ya mbolea ni mbolea iliyopewa jina la mbolea namba 2. Baada ya kupulizwa mbolea hii kwenye mikorosho, matokeo yake ni haya. Hii ni mbolea namba 2. Unaona, mbolea namba 2 upekee mwingine, tayari mabibo yameshaanza. Mabibo tayari yameshaanza na korosho zimeshaanza kukomaa na zimeanza kudondoka kama mnavyoona chini. Wakulima tayari wameanza kuenjoy. Sasa huu ni upekee kuhusu mbolea namba 2 kama inavyoonekana hapa, lakini sio hapa tu. Huu pia hii misali miwili hii ilipokea mbolea namba 2. Hata angalia, ni mti mzima, angalia chini hapa. Mbolea namba 2 tayari imeanza kutupa tili ya ndugu zanguni. Masuke ni makubwa, lakini korosho ziko zimeshaanza kukomaa. Katika mbolea iliyopewa jina la mbolea namba 3, hali iko kama hii. Hapa sasa tumeshafika kwenye mbolea namba 3. Ni mstari huu na mstari unaofuata. Mbolea namba 3, ndugu zangu, angalieni, masuke ni yanaridhisha. Masuke ni mazuri. Unaweza kaona ilivyokuwa hizi mbolea, masuke yalivyokuwa mazuri hadi mti umeinama. Imagine hapa poti hii kidondoka ni kilo ngapi hizi. Pengine utofauti ambao kwa haraka upo kati ya mbolea namba 1 na 2 na namba 3. Mbolea namba 1 na namba 2 masuke yale yanakuwa mengi. Zinaweka tegu nyingi sana. Lakini namba 3 masuke yanakuwa mengi lakini si kama kule. Ila swala la kukomaa kwa haraka ni kama zinafanana. Kwa hiyo unaweza kaona kama hapa zimekomaa japo idadi ya suke haifikii mbolea namba 1 na namba 2. Lakini kwa ujumla wake hizi mbolea zote zinafanya vizuri, na baada hapa tutaenda kuangalia mbolea nyingine, yani kule ambako hatujapuliza kabisa, mtakuja kuona. Baada ya kuona mikorosho hiyo iliyopuliziwa mbolea za majani, sasa tuangalie mikorosho ambayo haijapuliziwa. Kumbuka, mikorosho yote hii ipo katika shamba moja. Ndugu zanguni, hapa sasa tumekuja kwenye mistari miwili, huu na huu ambao hatukupuliza kabisa mbolea na haukuwahi kuwekwa mbolea kabisa. Mti mzima mnaweza mkauangalia jamani. Huu ni mti ambao hatujapuliza mbolea kabisa. Angalia hata maua yake yanakuja kwa tabu. Unaweza kaona masuke yenyewe kama hapa kamoja. Yapo masuke yanatokeza, lakini ni kama hivyo kamoja. Jambo ambalo unaweza kaona ni kamoja tena vinyeni vya tabu. Bado hii inaashiria kwamba kuna utofauti mkubwa mkorosho ukiwekwa mbolea na usipowekwa mbolea. Kwa hiyo kama mnavyoona, maua yamekuja kwa kuchelewa na maua yenyewe yanakuja yako dhaifu. Licha ya kuwa inadhibitiwa na visumbufu vingine kudhibitiwa, lakini bado maua yanakuja kwa tabu kama mnavyoona kwenye mkorosho. Katika utafiti huu, wakulima wameshirikishwa kuanzia hatua ya awali hadi sasa. Hapa wanabainisha matokeo ya utafiti huu. Sisi shamba letu au shughuli zetu ni uzalishaji wa miche ya korosho, alizeti na karanga. Lakini sana tunadili na zao hili la korosho ambalo linatupa tija. Bahati nzuri mwaka huu tumetembelewa na wataalamu wetu, au wamekuja kutusaidia wataalamu wetu Wanaliendele. Wamekuja kutupulizia mbolea ambayo manufaa yake kwa kweli tumeyaona na tunaridhika nayo. Hii mikorosho kabla haijapulizwa mbolea ilikuwa haichipui vizuri haraka. Lakini kwa mwaka huu walivyokuja kupuliza mbolea, wamepuliza zikaanza kuchipua haraka na kutoa maua haraka. Na hali halisi inaonekana
maua, baada ya kutoka maua ilikuwa mazito na mazuri, na sasa hivi ukiangalia hali ya tegu ni mzuri na imeanza kutoa matunda na zimeanza kudondoka mabibo. Kwa kweli tunashukuru sana. Na mbolea ambayo inaongoza katika mbolea walizopuliza, mbolea namba 2 ndio ambayo inaongoza, ambayo ndio mstari huu ambao tuliosimama. Kwa maelezo ni kwamba kulingana na utaratibu wa utafiti ambao umefanyika mwaka huu, sisi kuna kitu fulani kimetufurahisha. Kilichotufurahisha ni kwamba baada ya kufika watafiti hawa katika kutoa mwongozo wao, walipokwenda kupuliza, kuna kitu sisi kimeturidhisha, kiasi ambacho mpaka sasa tunajivunia kwamba kama ingelikuwa miaka zote hivi sisi tungelikuwa hali nzuri. Ukilinganisha hapa niliposimama, hii imepuliza namba 1, lakini angalia korosho namna zilivyonenepa, zilivyo na afya, na hata hapa chini hapa matunda yameshaanza kuanguka haya, ambaye miaka zote ilikuwa sisi tunachelewa sana hapa, na hata upande ule ambao hajapulizwa bado haijafikia hatua hii, lakini kwa hapa ilikopulizwa nani hapa mpaka sasa, na hata korosho zake zinakuwa nzito, alafu zimekomaa sana, alafu zimetisha, zina nguvu na zimenenepa sana. Kwa hiyo kwa utaratibu tunasema tu kwamba tumeridhishwa, na tumeridhishwa kwa utafiti huu kwamba umetupa ubora sisi kwamba tunaanza kisomo chote kukamilika. Na tunashukuru, ijapokuwa kikundi hiki kutoka mwanzo kilikuwa kizito sana, tulikuwa bado hatujapata utaalamu, lakini kwa mwaka huu tunashukuru. Na inawezekana katika somo hili sisi likatusaidia, kwa sababu mpaka sasa kuna tulichokiona kizuri. Yaani mpaka sasa hapa tunalimbuka, inawezekana tukafikia hatua ya kusema tukajenge mabanda, tukakae pale pale, kwa sababu tusije tukaharibiwa na watu wengine. Kwa hiyo tumeridhishwa kwa namna tulivyoona, na hata upande ule haulingani, ule usepulizo la haulingani na huko kulivyopuliza. Mstari ambayo tupo sasa hivi na ndio mistari ambayo haijapigwa kabisa mbolea. Kule ambako tumepiga mbolea ndio imefanya vizuri, tofauti na hata hapa ambapo hatujapiga mbolea. Hata ukiangalia hapa kwa sasa imechelewa sana kuchipua, hata maua yamechelewa kutoa, na hata kuzaa bado haijazaa, tofauti na kule ambako tumepiga mbolea. Kule tulikopiga mbolea kwanza imeharaka kuchipua na imeharaka kuzaa na imezaa vizuri na imetosha sana katika uzaji wake. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa utafiti huu. Kwa hiyo tunasema mbolea hizi zitatufaa sisi wakulima. Kwa hiyo waendelee watafiti kutuletea sana hizi mbolea zitusaidie. Na ukiangalia katika uzaaji kule, kila mwaka sisi hatujazalisha kama hivi. Mwaka huu ndio mwanzo imejitokeza kuzaa vizuri, na mafanikio yetu yatakuwa mazuri zaidi kwa ajili ya mbolea ambayo tumepigiwa na wataalamu wanaliendelea. Na TARI naliendelea kuja hapa kwenye shamba letu. Wameapply mbolea baadhi ya mikorosho, na mbolea zenyewe zilizotumika ni mbolea za aina 3. Hizi mbolea tunaona kwamba zimefanya vizuri kutofautiana na mikorosho ambayo haijawahi kupulizwa. Ukiangalia hata baadhi ya korosho hapa kwenye mikorosho iliyoapplywa imebeba vizuri tofauti na korosho nyingine. Kama mbolea namba 1 imefanya vizuri kutokana na kutofautiana na mbolea nyingine au mikorosho ambayo haijapulizwa kabisa hizo mbolea. Kwa hiyo tunashukuru sana TARI naliendelee kwa kuja kwenye shamba letu hapa kutuletea mbolea hizi. Tunaamini kwamba wakulima watazitumia vizuri na zitafanya vizuri kila mwaka wa korosho, ili tuendelee kuzalisha korosho bora zenye tija. Mtazamaji, utafiti wa mbolea hizi za kupulizia kwenye majani unatarajiwa kukamilika hivi karibuni, na mapendekezo ya matumizi yatatolewa kwa serikali na kwa wakulima. Ndugu watazamaji, baada ya kwamba sasa tumesikia kitu ambacho sisi tumekibaini na kukiona kwenye utafiti wa zao la korosho, utafiti wa mbolea kwenye zao la korosho, sisi kama TARI tutaendelea kufanya hii kazi
na kitu ambacho sasa tunatarajia kwenda kukifanya ni kuweka hitimisho ya mkulima sasa atakapotaka kutumia hizi mbolea au anatumia kwa viwango gani. Kwa hiyo tunatarajia kufanya hivyo mwaka huu au mwakani kutegemea na mazingira atakavyoturuhusu. Alafu hapo tutaanza kutoa sasa mapendekezo kwamba sasa wakulima sasa watatakiwa kutumiaje hizi mbolea, watatumia awamu ngapi, watakuwa na vipimo kiasi gani, yani kama ni gram au mils kwenye kila lita moja ya maji, ili imsaidie mkulima kuendelea kufanya kutumia hizi mbolea, na pengine kutoa mapendekezo kwa serikali namna gani ya kuwasaidia wakulima wetu ili wapate hizi mbolea. Maana wakulima wenyewe kwa mfano hapa Nachingwea wamezipenda sana, na kwingineko ambako tumeenda kufanya utafiti wakulima wamezipenda sana. Mtazamaji, mikakati ya serikali ni kuhakikisha kwamba uzalishaji wa zao la korosho unaongezeka nchini hadi kufikia tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Katika kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu ni sehemu pekee unapoweza kujifunza mbinu bora za kisasa na zenye tija ambazo zimefanyiwa utafiti na watafiti wa kilimo kutoka TARI na Liendele. Nikusihi, endelea kufuatilia kipindi hiki juma lijalo, siku na wakati kama huu. Mtayarishaji wa kipindi hiki ni mimi, Adam Malima. Kwa heri kwa sasa.